Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club katika dirisha kubwa la usajili la msimu wa 2026-2027, ambapo ikumbukwe klabu ya soka Yanga Sports Club watarajia kushiriki michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika sambamba na michuano ya ligi za ndani. Hapa tukienda kuongelea ligi kuu ya NBC kutetea kombe lao, fainali ya ngao ya jamii dhidi ya watani wao wa jadi ambao ni Simba, bila kusahau Young Africans watarajia kushiriki michuano mingine kama Mapinduzi Cup, Muungano Cup, kombe la CRDB Bank Federation Cup. Kwa ni msimu ambao Yanga wamedhamiria kufanya mambo mazuri. Sasa Young Africans tunaona wameweza kumtambulisha kocha mpya, kocha mwenye CV kubwa barani Afrika Kusini. Hapa tukienda kumwongelea Mankioba Mkithi, ambapo kocha huyu tunaona kwa upande mwingine ni miongoni mwa makocha wenye jina gumu kweli kweli hapa nchini Tanzania. Watu wengi wanashindwa kulitamka jina hilo. Sasa tuachane na hiyo, turudi kwa kile ambacho kimeweza kutuleta mezani siku ya leo. Tutakwenda kufahamu ile orodha ya wachezaji ambao wametemwa, wengine wanavunjiwa mikataba, wengine wameomba kuondoka kwa changamoto ya kukosa nafasi, na ile orodha ya wachezaji ambao wamekamilisha usajili wazawa na wa kimataifa kuelekea msimu mpya wa mwaka 2026 2027. Kama ni mshabiki wa klabu ya soka ya Yanga, unaamini Young Africans kuelekea msimu ujao watakwenda kufanya vizuri na kuweza kutoa vikombe katika mashindano ambayo watakwenda kuyashiriki? Like video yetu, alafu tuambie unatupata ama unatufuatilia ukiwa mkoa gani, na katika wachezaji wa Yanga, je, ni mchezaji gani ambaye unamkubali? Kwa shuka hapo chini kwenye comment, mdau wetu utakuwa umetisha kinoma noma. Pasipo kupoteza wakati, ngoja tukaangalie ile orodha ya wachezaji ambao wamemaliza mikataba. Kuna uwezekano Yanga wakaongezea mikataba mipya, ama kuna uwezekano wachezaji yao wakaachwa wakaondoka wakiwa huru. Tukienda kuanzia wa kwanza Djigui Diarra, wa pili Abubakar Komen, wa tatu Yao Toula Kwas, wa nne ni mchezaji Mohamed Hussein, wa tano Shadrack Kiboka, wa sita ni mchezaji Frank Asink, wa saba ni Bakari Nondo Mamnyeto, wa nane ni Salumu Abubakar Shoboi, wa tisa ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Faridi Musa Malik Shah, wa kumi Dennis Nkane. Mchezaji mwingine ni Prince Dube ambaye tayari ameondoka na kujiunga Hard Rock ya nchini kwao Zimbabwe, na mchezaji wa mwisho amemaliza mkataba na klabu ya soka ya Yanga Sports Club ni Lassine Kouma. Hiyo ndio orodha ya wachezaji ambao wamemaliza mikataba rasmi. Kwa hiyo kuna baadhi Yanga Sports Club wanaendelea kufanya mazungumzo nao kwa ajili ya kuboresha mkataba au kuongezea mikataba, wengine watakwenda kuondoka wakiwa huru. Wachezaji ambao hawajamaliza mkataba lakini Yanga wanataka kuwatoa kwa mikopo ama kuwavunjia mikataba yao, nyota wa kwanza ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Celestin Akua, ambapo Akua ni raia wa Chad, ambapo Yanga walimtoa kwa mkopo kabla msimu ulioisha kumalizika na kuitumikia JS Kabylie nchini Algeria, lakini kwa sasa amerudi, bado ni mchezaji wa klabu ya soka ya Yanga. Kwa hiyo Yanga kuna uwezekano kumvunjia mkataba ama kumtoa kwa mkopo. Mwingine ni Dep Buba Jamen, raia wa Gambia, nao pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanakwenda kuvunjiwa mikataba ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Nyota mwingine, taarifa za ndani, pia anakwenda kuvunjiwa mkataba ni Izra Patrick Mwenda, mchezaji ambaye kwa upande mwingine tunashuhudia kutokana na changamoto ambazo ameweza kuzipata za kukosa nafasi ya kucheza, basi ilimfanya kumpelekea kufanya vitendo ambavyo viliwachukiza viongozi wa klabu ya soka Yanga na kumua kumweka benchi mpaka tunashuhudia ligi inamalizika kwenye eneo la fullback namba 2 alikuwa akitumika Kibwana Shomari Kondo. Hivyo nyota huyo naye pia anakwenda kuvunjiwa mkataba, Ezra Patrick Mwenda. Sasa nadhani utakuwa umefahamu ile orodha ya wachezaji ambao wamemaliza mikataba, wengine wapo katika mazungumzo kwa ajili ya kuongezwa mikataba, wengine wataondoka wakiwa huru, lakini tumeweza kukujuza na ile orodha ya wachezaji ambao moja kwa moja wapo kwenye mkataba na Yanga, lakini bado Yanga hawahitaji huduma yao kuelekea msimu ujao. Kwa hiyo watakwenda kuvunjiwa mikataba. Sasa turudi kwa kile ambacho kimeweza kupendekezwa na ripoti ambayo imeweza kutolewa na kocha aliyepita. Hapa tukienda kumulea Abdul Molian sambamba na Pedro Gonçalves. Kwa hiyo hapa siku ya leo tutakwenda kufahamu ile orodha ya wachezaji ambao mpaka sasa tunavyoongea wamemaliza na wamesaini kuitumikia klabu ya soka ya Yanga kuelekea msimu ujao wa mashindano. Kwa upande wa wachezaji wazawa ambao mpaka sasa wamekamilisha usajili wa kujiunga na klabu ya soka Yanga Sports Club ni kama
ifuatavyo. Nyota wa kwanza ni Juma Abushiri Chuga. Huyu ni kiungo mwenye umri wa miaka 18, raia wa Tanzania. Abubakar Bushiri Chuga ni mchezaji ambaye ametumikia Fountain Gate katika msimu uliomalizika, ambapo ameweza kuonyesha kiwango bora sana akiwa anacheza kama winga namba 7. Ni mchezaji ambaye anasifika kwa kupiga faulo vizuri, kupiga chenga, kutoa pasi, na ni miongoni mwa wachezaji ambao wanajua kutenga ile mipira ambayo imekufa, yani kwa mfano kama kona, zile cross zile. Ni mchezaji mzuri sana. Ukiangalia msimu alikuwa anatakiwa akafanye trial katika klabu ya KRC Genk ya nchini Belgiji, lakini ameamua kujiunga na klabu ya soka Yanga. Taarifa za ndani, amesaini mkataba wa miaka 3 ambapo atakuwa analipwa milioni 30 kila mwaka, na mshahara wake kwa mwezi itakuwa ni milioni 5, huku Fountain Gate wao kilamba kiasi cha shilingi milioni 100 kwa kuweza kumuuza Abushiri, miongoni mwa wachezaji bora kabisa kutokea pale Arusha, wakimuita Chuga Boy. Kiachana na mchezaji anaofahamika kwa jina Juma Abushiri Chuga, nyota mwingine ambaye amekamilisha usajili wa kujiunga na klabu ya soka Yanga Sports Club kwa upande wa wachezaji wazawa ni Mohamed Musa. Mohamed Musa huyu ni beki wa katikati, ambapo beki huyu tunaona amekipiga katika klabu ya soka ya Mashujaa, ambapo mchezaji huyu tunaona ni raia wa Tanzania kutokea visiwani Zanzibari. Mohamed Musa ni miongoni mwa mabeki ambao wameonyesha kiwango bora sana msimu akiwa anaitumikia klabu ya soka ya Mashujaa. Sababu za Yanga kumsajili Mohamed Musa, walikuwa wakimtaka kumsajili Nasri Kombo, striker wa TRA, lakini dili hilo limecollapse ama limeshindwa kufanikiwa. Kwa hiyo wakaamua kwenda kumchukua mbadala wake ambaye ni Mohamed Musa. Kwa hiyo Mohamed Musa si swala la kuuliza, tayari ni njano na kijani, kwa maana kwamba ni mwananchi, amesajiliwa Yanga Sports Club. Na mchezaji wa tatu ambaye Yanga wameweza kumsajili ni Abu Nasir Asa ama Gamal. Huyu Abdul Nasri ni mchezaji kutokea visiwani Zanzibar vile vile katika ardhi ya Tanzania. Abdul Nasir ni mchezaji ambaye naye pia alikuwa Mashujaa, ambapo mchezaji huyu anacheza eneo la fullback namba 2. Sababu za klabu ya soka ya Yanga kumsajili mchezaji huyu na kutokana na kiwango bora ambacho amekionyesha akiwa na klabu ya soka ya Mashujaa. Na Yanga wamemsajili mchezaji huyu kwenda kuchukua nafasi ya Isra Patrick Mwenda ambaye alikuwa akicheza fullback namba 2, lakini ndio hivyo mkataba wake na Yanga unakwenda kuvunjwa. Kwa hiyo ndio fullback Abdul Nasir ambaye anasifika kumwaga maji pale mbele. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio orodha ya wachezaji watatu ambao mpaka sasa wamekamilisha usajili wakiwa na wachezaji wazawa. Mchezaji mwingine ambaye yupo katika maongezi na Yanga, yuko katika hatua mwisho za kujiunga, ni Idi Suleiman Nado. Huyu bado dili lake halijakamilika, lakini mchezaji kutokea Azam Football Club akiwa anacheza eneo la winga nambari 11, yani winga ile ya kushoto. Kwa hiyo kama dili lenyewe litakamilika, moja kwa moja tutakuja kusogezea hapa mbele, lakini ndio hivyo, Nado naye ni swala muda kujiunga na Yanga Sports Club. Sasa turudi katika ile orodha ya wachezaji wa kimataifa ambao kwa upande mwingine wameweza kukamilisha usajili wa kujiunga na klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Nyota wa kwanza ni Stefan Aziz Ki Maestro. Stefan Aziz Ki mwenye umri wa miaka 30 ni mchezaji mwenye uwezo wa kucheza winga mshambuliaji, kiungo mshambuliaji. Kiufupi ni mchezaji ambaye amekamilika. Msimu uliomalizika tunaona alikuwa akiitumikia Al Ittihad Alexandria pale nchini Libya, na tunaona nyota huyu mara baada ya kutumikia klabu hiyo moja kwa moja akaomba kuondoka kwa sababu klabu hiyo haikumpa changamoto zile ambazo alikuwa akizitaka, na kuna baadhi ya vitu ambavyo walikiuka kimkataba. Kwa hiyo Aziz Ki akaomba kuvunjiwa mkataba na hatimaye klabu ya soka ya Al Ittihad wakamvunjia mkataba na akawa mchezaji huru. Kumbukwe kabla ya mchezaji huyu kujiunga na Al Ittihad alipita vile vile Wydad Casablanca, ambapo Wydad walimnunua Aziz Ki kutokea Young Africans na alienda kucheza lile kombe la dunia kwa ngazi za vilabu. Ni mchezaji ambaye vile vile amekuwa akiitwa timu ya taifa ya Burkina Faso mara kwa mara. Sababu za Yanga kumrejesha Aziz Ki ni kwamba katika ile eneo la utengenezaji, yani kiungo namba 10, bado hajapatikana mbadala sahihi. Kwa hiyo mara baada ya Yanga kumuona yuko huru, wakaamua kumsajili na kumrejesha tena nyumbani. Ukiachana na Aziz Ki, mchezaji wa pili ambaye amekamilisha usajili wa kujiunga na klabu ya soka ya Yanga ni mchezaji Abubakar Bangoura. Bangoura ni mchezaji kutokea katika taifa la Guinea. Sote tunafahamu taifa la Guinea ni miongoni mwa taifa ambalo limekuwa likitoa vipaji vingi. Tukimshuhudia kipa wa Simba Musa Kamara, tunamshuhudia wachezaji wengine ni kama Nabi Kamara, mchezaji mwenye uwezo wa kucheza fullback na 3 Simba, vile vile kiungo. Kwa hiyo tunaona taifa ambalo linatoa vipaji vingi. Kwa hiyo tunaona Abubakar Bangoura ni miongoni mwa wachezaji ambao Yanga wamevutiwa naye kutokana na uwezo mkubwa ambao ameonyesha akiwa na klabu ya soka ya Al Merrikh ya pale nchini
nchini Sudani, ambapo tunashuhudia msimu uliomalizika alifanikiwa kuisaidia timu hiyo kumaliza nafasi ya pili na kuweza kuqualify kwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchezaji huyu amevutiwa na project ya klabu ya soka Yanga Sports Club na ameweza kuwakubalia Yanga kuichezea klabu hiyo. Kwa hiyo ni mchezaji wa pili wa kimataifa Abubakar Bangura ambaye Young Africans wameweza kukamilisha usajili wake. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio orodha ya wachezaji wawili wa kimataifa ambao mpaka sasa wamekamilisha usajili wa kujiunga na Yanga Sports Club. Wengine ambao wanatajwa kwa upande wa wachezaji wa kimataifa ni Jan Kalugumwisha, huyu ni mchezaji kutokea Burundi akiwa anacheza Al Hilal ambaye bado maongezi yanaendelea. James Akaminko Jaka Boy ambaye alikuwa Azam akiwa raia wa Ghana. Mwingine Biaruanga Bobos, huyu ni mchezaji wa timu ya taifa Uganda ambaye alisha kucheza Vipers na anatajwa kujiunga na Yanga. Bila kumsahau Guillermo Marin, huyu ni mchezaji kutokea Venezuela ambaye alikuwa akicheza ligi namba 2 pale Venezuela, ambaye anacheza katika eneo la mshambuliaji forward. Alicheza katika klabu ya Zetogui ambaye kwa sasa na hivi anatajwa kunukia Jangwani. Na nyota mwisho ambaye anahusishwa kujiunga na Yanga, Mohamed Bangoura, huyu ni mchezaji kutokea Guinea ambaye anacheza katika eneo la forward. Msimu uliomalizika alikuwa MC Alger. Lakini watu tulokuambia ni wachezaji ambao bado hawaja confirmed, lakini ambao mpaka sasa wamekamilisha usajili wa kujiunga na Yanga ni Juma Abushiri Chuga, mchezaji Mohamed Musa, Abdulnasir Asa, Gamal, Abubakar Bangoura, bila kusahau Stefan Aziziki. Hao ndio wachezaji ambao wamekamilisha usajili wa kujiunga na Yanga Sports Club. Tuambie neno la comment kwa upande wako kuelekea msimu ujao ndani ya klabu ya soka Yanga. Je, unatamani kuiona Yanga ikifanya usajili maeneo gani zaidi? Toa maoni kwenye comments na sisi tutakuja kuyasoma.